Kamishna wa Kamisheni ya Polisi Jamii nchini CP Alex Mkama amewataka maafisa wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali wa Jeshi la Polisi kuendelea kuzingatia maadili na kudumisha nidhamu wanapotekeleza majukumu yao ili kujenga uhusiano mzuri na jamii. Pia amewataka kutofanya kazi kwa mazoea kutokana na mabadiliko ya kasi ya uhalifu. CP Mkama ametoa maagizo hayo Jumamosi ya Agosti 22, 2026 wakati wa maadhimisho ya miaka 15 ya utumishi wa Umoja wa Askari wa Jeshi la Polisi waliohitimu depo mwaka 2011-2012 GH Tanzania, huku akidokeza kuwa wananchi wamekuwa wakilalamikia maadili ya baadhi ya maafisa wakaguzi na askari. Upande wake, mkuu wa chuo cha polisi wanamaji Mwanza Sakap Ndagile Makubi amesema maboresho yanayoendelea ndani ya Jeshi la Polisi yanaonekana kupitia ushirikiano wa askari katika shughuli mbalimbali za kijamii. Awali akiwasilisha hotuba ya GH Tanzania, mlezi wa kundi hilo ASP Mabuba Malima amesema umoja huo umeendelea kujikita katika kusaidiana wakati wa changamoto na kurudisha kwa jamii, ambapo amesema zaidi ya shilingi milioni 15 hutolewa kwa ndugu wa wanachama aliyefariki na wanachama anayefukuzwa kazi ili kuwasaidia kujikimu, huku kila ifikapo Agosti 15 wanachama hao hutenga muda wa kufanya shughuli za kijamii badala ya kusherehekea peke yao, ikiwemo kutembelea wagonjwa hospitalini, kufanya usafi katika masoko na stand, kutembelea vituo vya watu wenye mahitaji maalum, pamoja na kushiriki michezo na burudani. La kwanza ni maadili. Askari lazima awe mtu wa maadili wakati wote. Sare inaweza kumtambulisha askari, lakini tabia yake ndio inayojenga heshima ya jeshi. Tumekuwa na changamoto hili, wananchi wamekuwa wakitulalamikia kuhusiana na maadili ya maofisa wengi wakaguzi pamoja na askari wa Jeshi la Polisi. Kwa hiyo mimi nipende kutoa maelekezo kwamba ili tuendelee kukaa humu jeshini na tuendelee kuwa na mahusiano mazuri na jamii, lazima sisi kwanza tuanze kuwa na maadili ambayo ni mazuri. Kwa hiyo wenyewe kama mmeweza kuwepo miaka 15, naamini mlikuwa mnazingatia. Kwa hiyo endeleeni kukumbushana kwamba ili twende pamoja, inapofikia wakati wa kustaafu tuweze kustaafu kwa pamoja. Basi tuendelee kuyaenzi maadili ya afisa wa polisi. Jeshi lile ambalo halina nidhamu, maana yake linakuwa kama kikundi cha wauni kilichojikusanya. Kwa hiyo tunasisitiza mnapoanza mwaka wa 16 sasa, ni vizuri kuendelea kuambiana kuhusiana na swala hili la nidhamu. Nidhamu ionekane katika mavazi, lugha, muda wa utekelezaji wa majukumu, mahusiano na wananchi na namna tunavyotumia mamlaka tuliyopewa. Askari asiye na nidhamu hawezi kuwa mlinzi madhubuti wa nidhamu katika jamii. Mheshimiwa Rais katika hotuba zake nyingi, lakini mkuu wa Jeshi la Polisi amekuwa akilisisitiza hili na amekuwa akilisimamia kwa wivu mkubwa kuhakikisha kwamba Jeshi la Polisi linakuwa na nidhamu ya hali ya juu. Lakini tatu ni mabadiliko ya kifikra, mindset change. Dunia inabadilika kwa kasi na uhalifu nao unabadilika. Kwa hiyo askari lazima naye abadilishe namna ya kufikiri na kufanya kazi. Tujenge utamaduni wa kujifunza, kutumia teknolojia, kutafuta maarifa mapya na kutatua changamoto kwa ubunifu. Tusifanye kazi kwa mazoea kwa sababu tu ndivyo tulivyokuwa tukifanya. Tunahitaji askari mwenye fikra mpya, lakini mwenye kufikiria misingi imara ya taaluma na sheria. Hili litafanikiwa kwa kushirikiana na jamii na kuhakikisha kila mmoja anawajibika kwa kuthamini haki zake na za mwenzake. La nne ni uzalendo na uaminifu kwa taifa. Kila mmoja awe mzalendo kweli, mwenye kulinda, kuipenda na kuitetea Tanzania. Tunapovaa sare za Jeshi la Polisi, tunabeba heshima na dhamana ya taifa. Matendo yetu yanapaswa kuonyesha uzalendo, uadilifu na utayari wa kulitumikia taifa bila kujali changamoto. Jambo hili la uzalendo linatugusa sote, hivyo kila mwananchi awe mzalendo wa kweli ili tuweze kudumisha amani ya taifa letu. Jeshi la Polisi sasa hivi liko karibu na wananchi. Maboresho ambayo yamefanyika ndani ya Jeshi la Polisi ndiyo matunda ya kuona mambo haya yote yanayotokea. Kwa hiyo afande, ukiwa ni kamishna wa kamisheni ya polisi jamii ambayo inalea mambo haya yote, ni kupongeze kwa kufanya jitihada kubwa na kuboresha kusimamia maboresho ndani ya Jeshi la Polisi ambayo yanawezesha ndani ya jeshi
askari wa vyombo mbalimbali kufanya matukio kama haya kwa jamii. Lakini niwapongeze sana GH Tanzania. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba tunapaswa kuiga mfano huu ambao wenzetu wameonyesha. Kupitia umoja wetu tumefanikiwa katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni ushirikiano na jamii katika kuzuia uhalifu. GH Tanzania imekuwa na nafasi ya kushirikiana na jamii katika masuala mbalimbali ya kijamii, hususan katika kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kuzuia uhalifu na kutoa taarifa za vitendo vya uhalifu na kushirikiana na mamlaka zingine katika kuhakikisha usalama na amani vinadumishwa katika jamii kupitia elimu ambayo tumekuwa tukiitoa kupitia umoja huu. Kupitia mahusiano yetu mazuri na jamii, tunahamasisha wananchi kuwa sehemu ya suluhisho katika kukabiliana na vitendo vya uhalifu, matumizi ya madawa ya kulevya, ukatili wa kijinsia, migogoro na changamoto nyingine zinazoweza kuhatarisha amani na usalama wa jamii. Leo hii tumeweza kutoa zaidi ya milioni 11 kutoka sehemu ya michango yetu, ambayo siku ya leo imenunua madawati 53, tumenunua magodoro 100, mashuka 200, mchele kilo 200, mafuta ya kupikia lita 60, maharage debe 1, pamoja na mahitaji mengine muhimu kwa watoto wanaosoma katika shule hii ya Mitindo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.